Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu wa Sauti ya Njia Iendayo Uzimani, mara tena tunakaribisha katika kipindi chetu cha wakati huu. Ninakutakia baraka ya Kristo kote utakuwa ukisikiliza ujumbe huu. Mungu awe pamoja na wewe pia. Nitaomba radhi, leo ninaonekana tumejitokeza mbele yenu tukiwa tumechelewa kidogo, lakini naamini utapokea baraka ya Mungu tu. Haijalishi muda wote utakuwa ukitusikiliza au ukifuata habari hizi, nina uhakika kwamba lazima Mungu akugusi kwa jina la Yesu. Kumbe ninakusihi tena utayarishe roho yako na ujisikie kwamba tunaweza kuomba Mungu pamoja kabla tufasirie habari hizi, sababu itakuwa ni kipindi cha pili cha kuendelesha habari ambazo tulikuwa tunaongelea kuhusu habari za kutokutosheka kwa mfalme Ahabu. Leo nilisema kwamba nitarudia kuleta kipindi cha pili katika hiyo sura moja na vesi zile zile. Mungu akubariki kwa kuwa utajisikia kupokea tena ujumbe mpya ambayo iko pale pale kwa ajili yako. Mungu akusaidie. Karibu kwa maombi. Mungu wetu, Kristo ubarikiwe. Mtakatifu Mungu mwenye mamlaka na mwenye uwezo, utukufu na heshima ni haki yako. Sifa, shukurani na maabudu ni haki yako kama Mungu. Yesu, tukupe nini kwa upendo na uaminifu wako kwetu kila siku? Yesu, tukushukuru namna gani kwa kutuponya na magonjwa, kwa kutuokoa na maadui zetu. Yesu, tukuabudu vipi kwa kutushindia vita na majaribu. Yesu, tukusujudu nini na namna gani kwa kubadilisha hali ya maisha yetu. Utukufu, heshima na sifa zikurudi kwa neema ambayo umeleta kwetu. Asante Mungu kwa kuwa ulitujali, ulituokoa, ulitununua kwa damu yako, umebadilisha maisha yetu, umetutoa katika utumwa wa dhambi na kutufanya wana wa nyumbani, wana wa Baba. Yesu, karibu tena unapokuwa ukitusikiliza tukikusifu na kukushukuru. Tunaomba utuoshe, utukubali. Amuru mbingu zako ziwe pembeni yetu, jeshi la Mungu lishuke kwa ajili ya kutujenga na kutujaza furaha tena. Kila atasikia ujumbe huu, Mungu kama ushivyo, neno hili limuguse, libadilisha maisha kila atakayelisikia. Kwa uwezo wa jina la Yesu, sina shaka, sina wasiwasi kusimama kwa uhodari na ushujaa kupinga kazi za shetani. Kwa jina la Yesu, chochote kile kisichokiri jina la Yesu kishindwe. Kila mumea ambao baba yetu hakupanda na ungolewe kwa jina la Yesu. Mimea za magonjwa katika mili yetu, mimea za maprobleme katika mili yetu, mimea zozote zile katika maisha zetu ambazo zinaweza kuleta huzuni, hasira, zinaweza kutunyang'anya furaha ya wokovu, furaha ya uzima, furaha ya maisha au amani. Kwa jina la Yesu tunafukuza nguvu za kigeni. Mungu, ponya wagonjwa. Mungu, onesha mkono wako uzihirike kwa mama wajawazito, kwa watasa wenye hawana tumaini ya watoto watembelee. Mungu, tunaombea wote ambao wako katika vita katika nyumba zao. Amani yako iwajie tangu sasa. Inchi zilizo katika vita uzitembelee. Magonjwa zinazosumbua watu katika inchi mbalimbali, hata zenye zimetangazwa kwamba ndizo zimeravaje na kudestabilize inchi, Mungu, ninasihi neema yako ipulize kama hewa kwa kufagia inchi zile na kuondoa magonjwa. Fagia Mungu, ondoe magonjwa zile zisizokutukuza, uzitupe katika tanuru la moto. Ubariki kwa kuwa utakumbuka nchi ya Kongo na kuiondolea Ebola. Mungu, mkono wa neema iwe juu ya nchi ile kwa jina la Yesu. Hata uongozi wa nchi imarike kwa uwezo wako. Mungu, uliahidi kwamba ikiwa nchi ambayo inaitwa jina lako watabadilisha njia zao na kukuita, uko mwaminifu kubadilisha hali yao. Mungu, kumbuka Kongo na uirehemu. Tangu sasa amani yako idumu na ikae ipate nafasi, utukufu wako onekane. Kila ambaye anaweza kuwa sababu au chanzo cha kuvuruga usalama wa nchi ile, Mungu, ruhusu kwamba pambane na wewe, achikuti kwa napiganisha. Mungu wa mbingu, utukufu na wewe kwa kuwa uko hai, uko Mungu ndani yetu. Ninatangaza baraka na amani na kusihi ujitukuze kupitia ujumbe huu na jina lako litukuzwe, kwa kuwa ni muda wa usiku, muda wa jioni ambao inatakiwa kila mtu kutumika sana, aitumike haraka sababu wewe waja mlangoni. Mungu, tupatie neema tutumike kwa utukufu wako ili tutoe ripoti iliyo nzuri tutakapoitwa na wewe, utakapoonekana kuita kanisa lako. Mungu, tutoe ripoti mbele zako iliyo hai. Tukutukuze maana kwa Mungu wetu katika Yesu.
Amen. Mpendwa msikilizaji, karibu sana. Nilikuwa nikisema kama tunarudia tena na ujumbe ule ambao tulikuwa tukigusa wakati uliopita. Ninakutakia baraka. Mungu akusaidie kwa kuwa maombi yale imegusa maisha yako na kuyabadilisha. Na wakati huu sasa, acha tuingie katika mada yetu. Tuko tangu wiki ilipita siku ya Alhamisi kama leo tulikuwa tukiongelea habari ambazo ziko katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura yake ya 21 mstari wa kwanza hadi wa 6. Leo nitakuwa pale, sitaenda mbali na hiyo shahidi tena, na kusihi ufungue 1 Roi chapitre 21 verset 1 à 6. Na ile siku tulisoma Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 6 hadi 10. Na tukasoma Mizali sura ya 15 hadi mstari wa 16 na Waebrania 13:5. Uwe pale. Lakini sasa mimi sigusie kwa hizo shahidi na kugusia tu hiyo mstari wa kwanza, hiyo sura, hiyo kitabu cha kwanza Wafalme wa kwanza 21:1 hadi 6. Na leo sasa tutasoma kitabu cha Mwanzo, hicho kitabu cha Wafalme wa kwanza 21:1 hadi 6. Tunasoma Mwanzo sura ya 25, 29 na hadi 33, na utasoma Marko 8:36 hadi 37. Mungu akusaidie. Nitajitahidi kufupisha au kwa mfupi kwa wakati huu. Kile ninakuomba ni kwamba ujisikie kuandaa roho yako kupokea ujumbe huu, na neno la Mungu iwe ishara kwako kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linaponya magonjwa, neno la Mungu linaleta amani, neno la Mungu linaleta furaha kwa kulikuwa huzuni, na kuomba tu ulipokee kwa furaha. Ujisikie kwamba una hamu ya Mungu kwa wakati. Una hamu ya kusikia huyu mtu anatokea tena, Mungu atamupa ujumbe gani? Pokea ujumbe wako kwa wakati huu na ilete mabadiliko kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Mpatie Mungu nafasi na Mungu akutembelee. Na najisikia nikujie tena kwa habari hizi kukwambia kwamba usome hiyo vitabu mimi nasema, na upokee ndani habari za kukuhusu, na Mungu atatukuka mu maisha yako. Unayosikia ni sauti pendelevu yako toka Kristo, njia iendayo uzimani. Na hapa nitasoma katika jina la Yesu. Ninasoma kitabu cha Wafalme wa kwanza sura yake ya 21. Wafalme wa kwanza 21 mstari wake wa kwanza hadi, unaweza kufika chini wewe 20 hadi mstari wa kwanza hadi 6, lakini nitasoma tu, nitashuka kidogo. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth d'Israël avait une vigne à Israël, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, où cela te conviendra, et je payerai la valeur en argent. Amen. Mungu akubariki. Tuliongelea habari zilizopita wakati uliopita, jeudi passé. Nilikusia sana nikasema habari za Ahabu. Je, ile tunjo shambu umeona kweli? Huko mfalme ile tunjo shambu uliona? Ya Naboth yatima njoo umeona tu inatoa inapamba vizuri kuzia mashamba zingine zote. Tukafasiria sana tukaonyesha kama watu wengi Mungu amewabariki lakini hawatosheki. Na kazi yao wanabakia kulialia. Kazi yao wanabakia wanafuata kitu kidogo cha mnyonge. Mungu asamehe watu wake. Na tulionesha zaidi consequences za insatisfaction. Mtu mwenye hataki kutosheka, mtu ule ni mtu hatari. Na wakati uko insatisfait, ujue kwamba mwisho wako ni humiliation. L'insatisfaction mene ukonduit à l'humiliation. Unaonekana we una uroho tu iko juu, hautaki tosheka, hautaki kurizika. Sasa kile kinakubakilia ni kushushwa, kinye kinakubakilia ni kuzaraulika, kinye kunabakilia ni kuzihakiwa, kuchekelewa, mpaka watu wanasema hapana, huyu mtu kwa gisi ameonekana hivi, hafai. Na Ahabu naye alionekana kutamani shamba ya mnyonge, na mnyonge akamjibu. Sasa mnyonge anamjibu kwamba Mungu na niepushe kukupatia urithi wangu. Ahabu hakumupiga, hakumutukana, Ahabu alienda kwake.
na kisha alienda mnyumba mwenye huzuni, mwenye hasira. Na Mungu asamehe watu wengi, sababu watu wengi wanakosa furaha juu ya dhambi. Mtu tu juu hajatimiza dhambi, hajatimiza lengo ya moyo wake, hajapata amani. Mungu ahurumie watu. Mungu asaidie watu na wape neema. Mtu ambaye uko na uyawezekana una mali, una mke mzuri, una mume mzuri, una vitu vyenyewe vinakufalia, lakini juu unaona kitu cha jirani unakosa amani, na ndoto zako zote zinaanza enda ni kwa kile uliona. Unasahau kama na wewe una vingine, lakini sababu ya tamaa unaona kwamba kile uliona ndio kinakuwa kizuri. Ahabu nagisi alilaniwa, Mungu alihuzunika na akatuma mtumishi wake atoe maneno mazito ya gazabu. Adhabu ya Mungu ikawaka juu yake, hasira ikawaka, na wakasema hata Yezebeli huyu, yeye imbwa wataramba damu yake, gisi vile imbwa uliramba damu ya Naboti ndani ya lile shamba kisha kumuuisha lile shamba, na mule njo naye nani Yezebeli imbwa wataramba damu yake. Na kisi imbwa zilikuja, ukiangalia vizuri si ilivyotimia. Wakati Yezebeli alikufa, imbwa zilifuata damu yake zikaramba, sababu ya hasira ya Mungu. Nikwambie kwamba hii habari ni sitaiendelesha sana, nimeshaelewesha, nimeshaizungumza sana kwamba tuwe wenye kutosheka, tusiwe wenye kudharaulisha jina la Yesu, sababu tukionekana wenye hatuko wa kutosheka, mwenye alikuwa anatuogopa, anatuheshimia, atatushusha. Tutaona mwenye alikuwa anaheshimia kumbe nani wa bure. Mtu yuko na kuheshimu lakini wewe peke haujiitike, haiko vizuri. Mungu akusaidie pate neema ya kuridhika, pate neema ya kutosheka katika hali yoyote ile, usidharaulishe Mungu wako. Mungu akusaidie, kwa kuwa katika kuridhika kwako utajua kwamba Mungu ana uwezo wa kutendea zaidi na zaidi wakati unatosheka na gisi huko. Sasa leo tunagusia teme ya pili. Teme inayofuata tunagusia nini? Une chose, vendre une chose de grande valeur contre une chose frivole. Kuuzisha kitu cha samani sana, kitu cha samani gali kwa kitu chenye hakifai. Watu wengi huwa wanauzisha vitu vyao vya maana juu apate kitu ambacho hakina maana. Mtoto, ukiona mtoto iko na $100, kusudi uipate, usijisumbue baba, usijisumbue mama, wendi utafute tu bombo ya 0.5 upatie ule mtoto. Rafiki yangu, kamata bombo. Ukipatia ule mtoto bombo, mtoto atasahau vale, hajua hata $100 njoo nini. Atakuachia ile bombo, weye anakupatia $100. Mtoto atakamata bombo, anakuachia $100. Na watu wengi katika Ukristo, watu wengi chini ya jua wako vile vile. Mfano wa kutoa bombo, wa kuacha $10,000 juu pate bombo. Amen. Naboti akamjibu mfalme, akamwambia mfalme, Mungu na niepushe mimi kukupa urizi wangu. Siwezi kupana urizi wangu hata unipe nini. Mfalme alimwambia, nitakupa shamba nzuri kuzidi hili, au kama hautaki lile shamba, Naboti nitakupatia pesa ya kulingana na thamani ya hii shamba. Naboti akamwambia, hasha, siwezi kukupatia urizi wangu. Pale njo kuna ujumbe wako. Naboti aliona shamba yake njo ya valeur sana kuzidi makuta yenyewe mfalme atampatia. Naboti aliona kwamba shamba ambayo aliita urizi wake njo ya valeur sana, tena sana kuzidia hata mfalme angempa shamba kubwa gani. Na mfalme aliita kwamba atamupa shamba nzuri kuzidi ile. Sasa kama ni nzuri, si alime hiyo yake? Ebu Ahabu, ikiwa shamba yako unajua kama shamba yako njo nzuri, si ubakiane hiyo shamba yako uache Naboti na yake? Naboti alifia nini? Naboti hatari yake ilikuwa ni kwamba shamba lake lilikuwa karibu na shamba la Ahabu. Na wewe unajua kwamba uko Mkristo, umepewa karama nzuri, lakini ile karama shetani anaiwinda, sababu ameona kwamba ile karama inamsumbua na lazima akutege karama nyingine kusudi upoteze ile ilipewa na Mungu.
kusudi upoteze utakaso wako, inabidi tu shetani apitishe tu mwanamke mrembo mbele yako tu pa unatupa na wokovu. Kusudi tu poteze karama yako, inabidi tu shetani akutege tu kwa pesa tu kidogo hivi tu mbele yako tu pa unamwanga wokovu. Unasahau kama ule mtu ni mtumishi, ule mtu ni Mkristo. Unasahau kama ule mtu anakulaka. Jua kitu kidogo tu mtu anageuka. Mungu atusamee. Naboti alikuwa na shamba karibu na Ahabu, na kwa Ahabu. Sasa ile kuwa na shamba pale, na shamba lake lilikuwa shamba nzuri. Na wewe uko na karama, na karama yako shetani ameshaiona, na karama yako shetani ameisogelea, na karama yako shetani ameisogeza na mwiba wake. Amen. Kila Mkristo ana mwiba wake. Kila mcha Mungu ana jaribu lake. Na Naboti naye ilionekana kwamba jaribu la Naboti ilikuwa ni kupewa au kubarikiwa shamba nzuri aliloliachiwa na wazazi wake kuwa karibu na kwa Ahabu. Ndio jaribu la Naboti. Na wewe jaribu lako na wewe usiwaze litatoka mbali na wewe. Na neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Mika kwamba kila mtu ana adui ule wa nyumbani mwake. Na ukishinda jaribu la adui wa karibu na wewe, jua kwamba uko mshindi. Amen. Na ndio maana unakuta wengi katika vita vyao shetani atumikishe mtu wa mbali. Huwa shetani anatumikisha mume wake au mke wake au mtoto. Na ndio maana tuwe Wakristo wanaosikia ujumbe huu, tuwe wepesi wenye makini kuombea nyumba zetu. Ombea watoto wako, sababu shetani anaweza kupitia mtoto wako kusudi akutoshe katika msimamo wa Mungu. Amen. Na ikiwa neno la Mungu linasema kwamba kila mtu ana adui wa karibu, na Naboti naye adui wake alikuwa ni jirani. Na uangalia attention, kila mtu aishi na jirani yake kwa akili na hekima. Yawezekana ule jirani uko naye njo Ahabu wako. Haumjua, anakuchekeaka, anakupatiaka maji, mnakula naye, mnacheka naye, lakini ule njo Ahabu wako wa kesho. Mungu atusaidie. Wewe unakula naye, wewe unacheka naye, ni rafiki yako. Kuna mtu uko naye ni rafiki yako, lakini yawezekana njo Ahabu wako wa kesho usipomwangalia vizuri. Na saa ule mtu atakutosha mutakaso, saa atakutosha mapenzi ya Mungu. Atakujia na kuambia kwamba jamani, nipe hiki nitakupa hiki. Lakini ukipata neema na akili kukumbuka, huyu ni Ahabu mwenye shetani ameweka pembeni yangu, ni lazima nimkemee kwa jina la Yesu, hata kuangusha. Amen. Ahabu jirani wa shamba la Naboti, na likamwingia kuroho. Na ujue kwamba jirani yako, adui wako ambaye wewe unasamini kama leo ni rafiki, iko anakuangalia, lakini kama Mungu angekupa neema, ujue roho yake iko na kuwazia nini. Ule mwenye leo uko nampa mkono, unamsalimia leo kwa heshima jambo, yawezekana yeye hakupatiake mkono, anakupatiaka ni upanga. Yawezekana ule mwenyewe unakuwa uko na busu au unamkumbatia yeye, anakuona wazako unampa kifua na kuchomekaka ni miba. Yawezekana we haujui. Omba Mungu akupe ufunuo zaidi juu ya ule mtu. Kumbe ni yawezekana ni Ahabu wako. Ahabu akaonekana shamba likamwingia kuroho, na jibu Naboti akamwambia, sikupi shamba urizi wangu. Na hapa njo teme yangu, sitafasiria sana, nimeshawahi kusema mengi kuhusu roho ya Naboti ya wivu, na gisi roho ya Tamiri mwingia, na gisi alienda nyumbani, na gisi alienda geuka kwa kitanda, mke wake akafika akamkuta mwenye machungu, mwenye roho ya huzuni sana. Yezebeli akamuuliza, mume wangu ni shida gani? Na hapo nimeshaambia wamama msiwe mna support waume zenu mumabaya, wasaidie. Kama mume wako ni wa kusema sema, wa kutetana, kama ni mume wako ni wa hasira, wewe usipande hasira mara moja na yeye. Hapana, kusudi kinga iende mbele, naombaka pedale moja ipande nyingine ishuke, pedale moja ipande nyingine ishuke, pedale moja ipande nyingine ishuke. Mkikuwa nyi wote ku temperature moja mnyumba, mkikuwa nyi wote kwa attitude moja, nyumba itawaka moto na mtapata solution. Inaomba mmoja ashuke mwingine apande, na jina la Bwana litabarikiwa na mtazeekeshana. Lakini mkikuwa nyi wote faze haiwakaki.
kuramu naonaki inawakaka, ikikuwa fazi haiwakaka, unakuwa toujours positif na negatif. Yezebeli na akapandisha hasira ya Ahabu. Na gisi waliamua kwamba okay, Yezebeli akasema amka kula, nitakuonesha gisi tutafanya yule mtu. Wakaandaa watu wa janja wasio mcha Mungu ndio watimize kumsingizia Naboti na gisi alikufa. Na gisi alikufa ilihuzunisha Mungu. Sitafasiria sana kule. Niko nakwambia jibu la Naboti. Naboti akamjibu, sikupi shamba langu. Na wewe jibu utapatia adui wako, ujue kwamba halitamfurahisha. Amen. Jua kwamba yawezekana wewe uko na position, uko na majibu haya, au upane jibu adui wako afurahi akuache, au wewe upoteze, au ujitahidi upane jibu ya kutetea haki yako adui ya umwe. Na jo ile katika Ukristo naye, au ufurahishe Mungu upoteze urizi uzima wa milele na shetani ya kupiganishe, au uchukize Mungu urafikiane na shetani na uangamize maisha yako. Ndio mawili yako haya. Sasa kwako ni kufanya uamuzi. Kwako ni kuangalia utasimamia wapi. Naboti akasema, sitapanda urizi wangu hata ungenipa shamba nzuri. Sione shamba nzuri nyingine inaweza kuzidia hii niliachiwa na baba yangu. Hii yangu hii iko na jina yake. Hii okovu ambao Yesu amefia msalabani, siwezi kuipatia mwingine, siwezi iuzisha. Sasa wewe yawezekana njoo teme yangu, yawezekana umeisha uzisha kitu ya samani kwa kitu ambacho hakina samani. Vendre une chose de grande valeur contre une chose frivole, contre une chose de peu d'importance. Na pana mfano wa mtoto anaweza kupana telefoni ya $1000 ukimpatia bombo. Kamata bombo, mtoto anakupatia tu, unamupa we bombo, anakupa phone. Jutu yaone. Na watu wengi katika hali ya kiroho, mudunia ya kiroho, watu wengi ni wabebe spiritual. Ni Mkristo lakini angali mchanga kiroho. Angali anaweza shawishiwa na shetani, anatoa kitu cha samani kusudi apate kenye hakina maana. Kisha dakika 2, nilifanya nini Mungu? Utukufu kushuka yote inatoka. Kusudi ile kipere itakukute. Amen. Jutu ya 2 minutes, 3-5 minutes, jutu ya kugusa tu upoteze wokovu. Juu ya kitu ambacho hakitashibisha, wewe utapoteza wokovu wako. Juu ya shiba ya siku moja, wewe upoteze wokovu wako. Juu ya pesa ya kuhemea 2 jours, wewe upoteze wokovu wako. Juu tu nunue nguo leo, nguo nyita kuliwa na kidudu au kesho itapasuka, upoteze uzima wa milele. Mungu akusamehe sana. Mungu akusamehe na kupe neema ufanye chaguo nzuri. Fanya chaguo nzuri. Chaguo lako la leo ndio matokeo yako ya kesho. Gisi uko najikomporte leo, njoo uko na prepare avenir yako ya kesho. Usitafute uvune kwenye kupanda. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Usipande mahindi kesho tarajia uende uvune maharagi juu unapendaka maharagi. Hasha. Hapana. Wewe usifuge ngombe kesho utake uvune mbuzi. Hasha. Apandacho mtu na ndicho kile atavuna. Amen. Naboti akasema Mungu na niepushe. Jibu lake likamuumiza mfalme. Na kisa mfalme alienda na kilio. Akakataa, sitakula na sitakunywa, na akukula huzuni sana. Triste et refusa de manger. Na kisi Yezebeli alikuya. Sasa jua kwamba shetani ni mjanja na iko na njama nyingi anaweza kutumia kusudi ya kunyanganye karama. Shetani ana njama nyingi anaweza kutumia kusudi ya kutoshe mutakaso. Shetani ana ujanja mwingi anaweza kutumia kusudi ya kutoshe muwepo wa Mungu. Ana ujanja nyingi anaweza kutumia kusudi akutoshe na kunyanganye, akutoshe muamani au kunyanganye na furaha yako. Iko na njama nyingi. Soma vizuri kitabu cha Petro wa kwanza sura yake ya 5 mstari wa 8.
Muwe imara, mkeshe, sababu shetani adui wenu ananguruma kama simba akitafuta yule atakayemmeza. Yeye ni mjanja sana. Très malhonnête, très malé. Lakini nakutakia ufanye chaguo nzuri, uwe makini, usimame katika msimamo wa kiroho. Na Mungu hatakuacha. Mungu ni mwaminifu na jicho lake liko wazi kutazama wacha Mungu wako wapi. Sikio lake ni wazi kusikia maombi ya wanaomuogopa. Mungu wetu ni mwaminifu. Amen. Uwe makini mpendwa msikilizaji. Soma hii verse tulisema Mwanzo 25:29. Inatuambia nini? Ukisoma pale utaona neno la Mungu pale linatuambia nini. Ngoja tupapate tusome Mwanzo 25 mstari wake wa 29. Pale panasema nini? Nitakuomba kwenye huko usome hata kwa lugha yako katika jina la Yesu. 29 nasema Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Esaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ces roux-là, car je suis fatigué. C'est pourquoi je suis fatigué. C'est pour cela qu'on donna à Esaü le nom d'Edom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Amen. Tukisoma mstari wa kufuata 32, Esaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ces droits d'aînesse? Amen. Yakobo anapiga supu yake nzuri. Yote iko hivi. Msosi kabisa nzuri sana. Unaiona tu macho unasikia mapua. Na acha nikwambie kwamba mambo ya dunia yana harufu nzuri kweli. Lakini jua kwamba sio vyote vyeupe ndio chakula. Na vyeupe vili uvu mbuzi. Hii mataa unaona, hizi gorofu unaona, hizi magari unaona, hizi vyote vitu vizuri, hii anasu unaona, warembo, wanaume warembo, wanawake warembo, vyote vizuri uko naona leo vya dunia. Jamani, vinanukia kweli. Vinanukia kama manukato, kama malashi. Lakini kama ungejua siri yavyo ni viozo. Ni viozo sababu mwisho wake ni upotevu. Mwisho wake ni kuangamiza roho yako. Esau anafanya nini? Esau akafika, ndugu yangu nasikia njaa sana. Nisaidia. Nachoka, nisaidie na mimi nikule kabisa. Nisaidie. Yawezekana wewe katika maisha mateso, maisha magumu, kuna mtego iko mbele yako. Katika maisha ya mchoko, katika maisha ya tabu, dans la vie difficile que tu traverses, il se peut qu'il y a un piège devant toi. Mais je souhaiterais que toi tu sois ferme et prudent. Ahabu, tafadhali tunaenda kwa habari za Yakobo. Yakobo naye anatayarisha supu yake, supu nzuri. Sasa ndugu yake anatoka kwenye shamba, anatoka ameshachoka kwenye mawindo, anafika nyumbani, nasikia njaa, nisaidie na mimi nataka nikule. Ndugu yake akamwambia, sikupi. Watoto wa tumbo moja, muwe makini na ningewasihi mjifunze kuwa na upendo. Mjifunze kupendana. Jamaa, tujifunze kuwa na upendo katika jamaa zetu. Na jina la Yesu litatukuka. Usitafute upendo nje na wewe ndani ya jamaa lako uko na leta division. Hapana. Upendo ianzie mjamaa. Furaha ianzie mjamaa. Amani ianzie mjamaa. Kuomba msamaha ianzie mjamaa. Baraka zianzie mjamaa. Majengo na maendeleo zianzie mjamaa. Kile nilicho nacho ndicho nitakupa. Hautaenda pana nje Kenya hukuacha mume wako. Hapana. Nukijipana utachekelewa sababu ndani ya nyumba yako kwanza uliacha vurugu ya ajabu. Wanaume zaidi wenye unakutaka wenyewe wanapenda kutoka nje ya ndoa zao, ndio unakutaka anapenda kwanza chafue mke wa ndoa kusudi akubaliwe na wa nje. Mungu akusamehe.
Ule mwanamke hafai tena. Unaona? Basi unaona ule nivo yangu. Ule anakuwa mchafu. Ule anakuwa hivi. Unataka uchafue mke wako wa ndoa. Unataka uchafue mume wako, unishi kama mume wako hakufai, basi ule ni wa nivo yangu. Kusudi tu kubaliwe na wainji. Mungu akusamehe, lakini usisahau kama utarudia mule. Wewe nje wewe mchana uko mwambia saa usiku utarudia tena ni kwako. Ungali na mzarau mke wako mume wako, juu ngali na raha. Saa magonjwa itakupiga, tena mke wako au mume wako njoo taletea ile, na njoo atakutunzisha au njoo atakuchunga kwa mganga. Ule kibwezi wako atakukimbia wala hutamuonaka tena. Amuka, uwe makini. Amen. Mungu akupe neema ufanye chaguo nzuri leo. Na maamuzi yako ya leo ndio matokeo ya maisha yako ya kesho. Kuna wengine wanasema tutaingia mbingu kwa neema. Angalisho na neema nayo wanaiandaga. Tayarisha neema. Jua haujue kesho. Wewe unajua ya leo. Ya leo unayajua, juu shaiona. Lakini ya kesho haujui dada, haujui kaka. Haujui. Kesho ni fumbo na hakuna washaifumbua. Hakuna maana ijua. Useme utatubu siku ya kufa. Hapana. Yawezekana watu wengi unakutaka siku ya kufa, unakuta alikuwa Mkristo, alikuwa mcha Mungu, tuliwaza ni mcha Mungu, ni mtumishi, ni mjakazi, tuliwaza ni mtu ambaye ni mtu bora kabisa, mtu mzuri sana. Siku ya kufa kwake wanafunga kinywa, sababu shetani alimtegea pale. Alijua kwamba kuna dhambi za siri alikuwa nazo. Dhambi za siri ni mbaya kuzidia ukimwi. Dhambi za siri ni mbaya kuzidia Ebola na uwa watu. Dhambi za siri ni mbaya kuzidia kansa. Sababu gani? Zinaronje maisha ya mtu. Ni kama vile kidudu kimeingia ndani ya mwiba na ndani ya mua, na ule mua wanakuja kukuta tu mpepeo tu inaiangusha chini pa. Kumbe kidudu kilingiaga zamani, na njoo hasara ya dhambi za siri. Dhambi za siri zote ni dhambi za makusudi, sababu uko nazifanya, unajua hii niko nafanya ni dhambi, na unaitembea ndani chini kwa unafiki, lakini saa Mungu atakufichua mwa zile njia, hauna dawa. Pokea neema ubadilike. Pokea neema uache zile njia, sababu mwisho wake ni upotevu. Shimo liko mbele yako na sota tumbukia ndani, hautapata matakutoa mule ndani. Mungu akupe neema. Nakutakia neema ya wokovu. Fanya chaguo nzuri leo. Angalisho compare, usiuzishe kitu cha valeri mingi. Kitu chako cha samani usikipane jua kitu kenye hakina importance. Hapana. Heshima yako njo ya valeri sana kuzidia ule kibwezi. Ule kibwezi iko na kuheshimia na kukamata kama baba wa kwako, mama wa kwako. Lakini sio nenda mwambia maneno ya burofa na heshima na ishusha na hautarudishaka tena. Heshima njo ya valeri kuzidia mitani. Nisikie, wewe unanisikia? Heshima njo ya maana sana kuzidia mitani. Acha wakati jambo baba. Watu wengi hawataki jambo baba, jambo mama. Hawataki waambie niko babako, niko mamako. Pokea hizo heshima, sababu Mungu amekupa hizo. Usitafute kutanisha na watoto wadogo wote wakwe kama winjuku wako. Hata mwinjuku ni mtoto wako, mupe heshima zake. Amen. Acha mitani, pokea zile heshima. Usiuzishe heshima yako juu ya mitani. Hapana. Omba Mungu akupe neema sana, ndugu yangu na nisikilize. Omba Mungu neema. Fanya chaguo nzuri. Amen. Najisi katika njaa ya Esau ana compare supu na hali gumu iko nayo. Difficult decision in hard decision. In a hard situation. Difficult decision in hard situation. Décision difficile dans une situation dure. Na watu shetani mjanja mara nyingi anapitishaka mtu mvipindi vizito kusudi aachane na wokovu. Neno Mungu anasema majaribu yako, mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo ukiwa mvumilivu.
Amen. Unahusiwa mwenye kutetea dhambi, basi nilianguka vile juu ya krizi. Basi hakuna kitu ningefanya, vilifika tu nilianguka vile, basi hakuna kitu ningefanya. Maisha magumu. Ya Esau naye sababu ya maisha magumu amesema hivi, basi nipatie tu nikule. Mdogo wake akamwambia nini? Anamwambia nipe supu na mimi nikule. Akasema sitakupa kitu, nitakuomba leo utikiri kwamba mimi ndio ninakuwa mkubwa kusudi nikupe supu. Vita vyao vilianzia mtumbo, na leo hiyo siku yeye Esau akasema itanifalia nikuwa mkubwa kisha nikufe size. Kamata bwana. Kamata. Uko narukia kusinye, haujue kama unaandose maisha yako yote. Wewe uko mwepesi kusaini. Mwepesi kusaini. Ukisha sinye, usiwazi utafuta. Hapana. Unasinye. Ukishawekwa alama ya mnyama. Ukiwekwa alama ya mnyama haina gome. Alama ya 666 haina gome. Kuko vitu vingine ulijiingiza mwili wako habina gome. Kama hupokea deliverance ya kweli, kama hukubali damu ya Yesu tu, ndio inaweza kufuta ile mambo. Zile chanjo ulipokeaka, hakuna kitu kingine kinaweza zifuta kama sio deliverance ya kweli ya damu ya Yesu. Ile chanjo, wewe uko na wazo ulipataka wapi? Wewe uko na waza ni siri yako wewe na mwali kuchanjaka, lakini nakwambia hivi, unafungwa juu hiyo chanjo. Na walikumezeshaka nyoka, na ile nyoka yawezekana hiyo nyoka njoo inatesa na maisha yako, inatesa hata na jamaa lako, inatesa na ndoa yako. Kumbe ni vitu vigeni. Enda uambie watumishi wa Mungu wakuwekee mikono, upokee deliverance ya kweli, sababu umewahi kuuzisha urizi wako kwa ajili ya supu. Haleluya. Pokea neema mpendo msikilizaji. Pokea neema mpendo mtazamaji unayenitazama kwa wakati huu. Mungu akupe neema kwa sababu utafanya chaguo nzuri. Difficult decision in a hard situation. Uamuzi mgumu katika hali gumu. Hali gumu ya Esau inatuma amue kwamba chukua tu bwana. Na wakati alikubali, acha nikwambie kwamba kukubali kwake na njoo kusaliti urizi wake. Na akafikiri kwamba amemaliza, akachukua akakula. Natoka mbali kweli. Wewe nafikiri na utamshukuru. Utamwambia asante. Uko bien. Lakini njoo kwamba amekuvua mavazi, ashakuvua koti. Watu wengi wako wananunua na kifo hivi. Uko na mfuatu na mbembeleza, ni unampa na makuta. Kumbe ni kiasi cha kuoza. Kumbe ni juice ya sumu. Ni jus empoisonné. Mungu akupe neema ukimbie dhambi. Mungu akupe neema uone mambo ya dunia kama matope. Uone kama haifai. Ukikuwa macho hautaponyoka. Amen. Nakutakia neema na mwisho mzuri. Haleluya. Akatoa, akapewa chakula, akakula. Na wewe unafikiri kwamba ule dada amekukubali unapona. Unawaza ule baba amekukubali unapona. Kumbe na njoo mwisho wa maisha yako. Unawaza kukubembeleza kwako ni kukupenda. Kumbe anakubembeleza jua kuziki. Najua mmoja kisha yeye anaisha itikiwa na kiwezi nyuma, akamwambia, na ule kiwezi ule dada akamupa na makuta, kamata na wendi ununue serikei. Ni wengi, ule kwanza alikuwa wazi kumwambia na wendi ununue serikei. Watu wengi wanajiangamiza, wanajiua wenyewe kwa kuwa macho. Kwa kufanya chaguo mbaya, kwa kushindwa kupigana vita vya kiroho na kuitwa washindi. Roho yako inapambana kila siku na mwili wako. Kila siku vita. Fanya uamuzi ndani ya roho yako, useme kwa jina la Yesu, mkono hautanigusisha kwenye roho haitaki. Mguu hautaenda kwenye roho yangu inakataa.
Jicho langu hautaona kwenye akili na niambia nifunge macho. Okovu ni kufunga macho. Kuokoka ni kutia kufuli kukinywa. Kuokoka ni kutia pamba mu masikio. Kuokoka ni kuzuia miguu yako. Haleluya. Mungu akusaidie. Mungu akupe neema. Mungu akubariki unanisikiliza kwa wakati huu. Mungu akusaidie na akupe neema. Naamini uko wa kwanza ambaye umepokea baraka hizi katika Yesu Kristo. Na ujitahidi uzishare na wengine na uziwafikie. Waambie watu kila mtu unajua anayepata neema kupitia kipindi hiki cha njia iendayo uzimani. Jamani, fanya uamuzi nzuri. Usiuzishe kitu ya valere kontra kitu yenye haina valere. Usiuzishe wokovu wako. Usiuzishe urizi wako, usiuzishe shamba yako yenye uliachiwa. Yesu hakutuachia kitu kingine, alituachia wokovu. Na wokovu ule hakupata kwa bure. Yali aliufia. Alimwaga damu yake kusudi tupate wokovu. Ndio shamba ametuachia ni wokovu wetu. Usipane hata Ahabu, aitamani hata Ahabu akulipe ya valere kuizidi. Usitiki. Kama utakufa ndani ya Kristo, na ninaamini hautakufa. Na mitume walikufa, lakini leo ipo siku tutakutana nao mbinguni. Usiogope anayeua mwili na kisha hana uwezo juu ya roho yako. Ogopa Mungu anayeua mwili na roho. Ogopa Mungu. Linda utakaso. Jitahidi utembee katika njia za Mungu. Jitahidi uandae maisha yako kwa ajili ya uzima wa milele. Akamwambia hivi, va-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Jacob a vendu juste quelque chose de concret contre quelque chose abstrait. Une chose concrète contre une chose abstraite. Supu na urizi. Urizi haionekanake. C'est abstrait. Mais supu ilikuwa kuonekana. Na wewe hivyo tuko naona hivi. Njoo binatuma unaangamiza vyenyewe iko na valeri. Hivi uko naona hivi vyote. Hivi vyote uko naona. Kwa siku hautabionaka tena. Ni kazi, ni mambo ya mwili. Hivi vyote uko naona vinakuzunguruka. Ni vinadili na mwili, vinadili na tumbu yako. Lakini unasahau viko na dili na roho yako. Esau, unasahau kwamba urizi wako ndio utajiri wako. Unasahau kama wewe njo ulikuwa umeandaliwa kuitwa baba wa taifa. Unasahau kama uzima wa milele njo heritage yako. Na leo unaipana juu ya mbaraga. Unapana uzima wa milele juu ya chakula. Unapana uzima wa milele juu ya mavazi mazuri. Unapana uzima wa milele juu ya fedha. Unapana uzima wa milele juu ya cheo. Unapana uzima wa milele juu ya elimu. Unapana uzima wa milele juu upate kazi nzuri. Unapana uzima wa milele juu itwe tajiri. Unapana uzima wa milele juu ujulikane chini ya jua. Itakufalia nini? Soma vizuri kitabu cha Marko sura yake ya 8 mstari wa 36 hadi 37. Itakufalia nini wewe upate dunia nzima kisha uikose mbingu? Ni kitu gani ambacho unaweza kulinganisha na roho yako? Kitu gani? Kitu gani unaona kiko na vale? Roho yako iko immortel, haikufake. Roho haikufake. Roho haikufake. Usidanganyiki. Neno la Mungu linakuambia roho zinazofanya dhambi ndizo zitakufa. Ndio zitakufa kwa kuwa zinatupwa, lakini hazife, zinaenda mu mateso ya milele. Kilio yowe kulia na kusaga meno. Usiwaze hii mwili, usiwaze hii roho yako. Tout le monde sur la terre a une copie qui est une copie de l'esprit. Reste toujours semblable à toi-même. Wewe huyu mimi uko naona huyu. Kama Mungu anaweza kupa ufunuo, unaweza kuta kama kungali huyu wa kufanana huyu pembeni yangu au ndani yangu. Na ule njoo wa valera kuzidia huyu unaona huyu si kitu ambaye huyu kona sikia njoo wa valere sana. Ayubu anasema en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle de tout puissant qui lui donne l'intelligence. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Kwa sababu gani uangamize ule l'esprit, roho yako? Mungu akupene. Mizali inatuambia nini? Linda moyo wako kuliko vyote vilindavyo, maana ni mule ndimo mna chemchemi za uzima.
kufalia nini? Supu ukule tu. Nani alikwambia Esau kama pale pale ungekufa? Si ungeenda basi kunywa maji Esau. Si ungeenda basi hata uchimbe ukule udongo juu, utetee kwanza urizi wako, mamako akuya au babako wakuangalilia chakula. Kweli ulikuwa mhali ya njaa pale pale. Nani alikwambia ile njaa ile siku ingekuua? Mie unajua siwezi weza, daktari aliniandikiaka kama hivi na hivi. Nani daktari? Ni mwanadamu. Daktari haiko njoo kuna neno la mwisho juu ya maisha yako. Daktari ni mwanadamu. Oa na kama umeo rizika na mke wako. Olewa na kama umeo rizika na mume wako. Kama haujaolewa uwe na kiasi, subiri, omba Mungu akutafutie. Kama una mali madogo rizika na yale. Kama leo hauna, amini na uvumilivu na uvumilie, kesho Mungu atakulisha. Mungu analisha ndege, hana shamba au gala. Usiuzishe kitu cha samani sana juu ya kitu kinya kina samani. Nimeshakwambia habari za phone, bombo au $1. Mtoto unaweza mpatia tu, kama anapenda makuta sana, mpatie ka $1 atakupa computer, atakupa ordinateur. Mpatie bombo tu, bombo sifle. Leta tu bombo sifle. Rafiki yangu kamata, unampatia tu bombo sifle hivi pa anakuletea $1,000 alikuwa nao mkono. Liwezekana yule mtoto alienda ingia mchumba babake akachomola tu envelope ya makuta akaileta. Sasa wewe kusudi uzibebe, inamletea tu bombo tu, anakuachia ile envelope lote. Na watu wengi jua kitu kidogo hausinzi. Julisha muona anapita mbele yako. Leo hiyo siku hautalala mpaka ufike kwake. Mungu akupe neema. Mungu akubariki na kusaidie. Ninaamini unanisikia. Kwa machache haya nitaachia hapa. Nilikuwa ninaongelea kuhusu hii teme ya kwanza nimesema usiwe Ahabu wa Mungu amekuinua lakini unashindwa kuridhika. Na hii kipindi cha pili nilikuwa nimesema kwamba sasa tukasema tuliahidi kwamba nitaongelea habari za Naboti. Naboti alijireserve akapana jibu ya kudefendre heritage yake. Akasema siwezi uzisha kitu ya valeur. Hii shamba yangu hata iwe kidogo, iko na valeur kuzidi ile utanipa. Mke wako njoo mrembo na ni mzuri kuzidia wanawake wote wa dunia. Mume wako njoo mume mzuri kuzidia wanaume wote wa dunia ikiwa umeokoka. Amen. Ile yenye uko nayo njoo utajiri wako wa kwanza dunia, unasema narizika na hii. Na Mungu atakubariki. Amen. Mungu akusaidie ufanye chaguo nzuri. Chagua, sababu mwili wako iko inapigana na roho yako. Sasa uangalie nini itadomine. Kila mtu anajua, watu unajua nani balance. Moyo iko na prime, moyo iko naenda hivi. Sasa wewe ufanye chaguo. Kama unataka roho yako njoo ipeze, utapata neema. Kama unataka mwili wako njoo ipeze, utaangamia. Mwili wa siku chache isimu unaangamiza roho yenye haikufaki ya milele. Amen. Juu ya chakula usimwange wokovu. Juu ya kupenda vya dunia usiangamize roho yako. Mungu akubariki sana. Juu ya kupenda supu usikatae kuwa héritier, kuwa fils aîné. Amen. Mwenzako Yakobo leo na kitu chake kitadumu daima. Lakini wewe Esau sikusikii sana. Sababu gani? Juu ya supu umeuzisha urizi wako. Na wewe Mungu alikuwa amekuandaa kwamba wewe ni mnaziri wake. Wewe ni mtu ambaye alijitapia sana, lakini umedharaulisha jina la Yesu. Sasa ulikuwa na tabia wacha Mungu na wewe ulikuwa ndani. Lakini yawezekana unapenda mambo ya dunia sana baba, mambo ya dunia sana mama. Achilia pale. Acha pale. Kimbilia msalaba wa Yesu. Mungu ni mwaminifu na mwepesi wa kusamehe. Ana uwezo kukufanya maisha yako mapya tena. Haleluya. Ninashukuru na nakutakia neema. Mungu akusaidie. Tutaomba Mungu tena pamoja wakati utakuwa ukisikiliza habari. Wakati tutakuwa tukiomba, nitakuomba ubakie ukiwaza sana, ukitafakari juu ya maisha yako ya kiroho. Uulize Mungu, Baba, na mimi Bwana nakutegemea na kuomba usiniache, usinipitie, usinipungukie, usiwe mbali na mimi.
Nina haja yako Mungu. Nina haja kwamba roho yangu uiokoe Bwana, usiruhusu nikiangamia, usiruhusu nikipotea, bali naomba mwisho mzuri kuliko mwanzo. Tuombe Mungu. Weka mkono wako juu ya kichwa chako, useme Mungu, ninakusihi unisaidie, unipe neema ya kufanya vraie décision en cas de situation difficile. Ile njoo uombe Mungu. Mungu nisaidie nifanye decision nzuri, uamuzi nzuri wakati niko mbele ya kipindi kigumu. Na kipindi kigumu cha Naboti alikubali waue mwili, bora ateteye haki yake. Esau aliitika auzishe urizi, bora kule ashibe. Kwa hiyo saa akasahau kama kesho atasikia tena njaa. Na wewe usisahau kama leo unaweza kula lakini utasikia kesho njaa tena. Na wewe usisahau kama ule mwenyana kukosesha roho kisha kuanguka naye, usisahau kama yatabakia ule na kesho utamuona ule tena. Unajiuliza hakuna kile ulifanya, kama si kwamba umeshusha heshima yako bure tu, umeshusha utukufu wako bure, umepoteza na karama yako bure, na kisha hakuna kile ulifanya. Nakuombea Mungu akupe neema. Ambia Mungu akusaidie usipoteze haki yako ya urithi wa uzima wa milele juu ya anasa, juu ya zambi, juu ya matope, juu ya tamaa, juu ya mambo ya dunia ambayo itaisha hapa. Mungu akupe neema umwambie Mungu, nikumbuke, unisaidie nifanye uamuzi nzuri. Unisaidie Mungu nijue kitu cha valere ni nini. Kitu cha valere ni wokovu. Yenyewe mimi nakwambia usiuzishe juu ya zambi, usiuzishe juu ya tamaa ya mwili. Na ninamalizia kukwambia hivi, waambie Mungu akupatie autorite juu ya nguvu za zambi, akufanye uwe mshindi juu ya zambi. Kusudi zambi zinapojitokeza roho yako iprime, roho yako ipate ujasiri wa kukemea na kushinda zambi. Mungu akusaidie kwa kuwa utakuwa mfano bora wa Naboti, kushinda zambi, kukemea na kukemea zambi na kutetea haki yako. Haki yako ni uzima wa milele, na ni wenye heri wale ambao watakaorithi uzima wa milele. Wako na wale ambao wataitwa walimtegemea Mungu, walimtafuta Mungu kisha warudishiwe mlangoni. Itakuwa ole sana, na kwa hakuna faraja nyingine. Hakuna faraja wala hakuna deliberation. Mungu akusaidie na kubariki. Malizia kusoma hii Marko 8:36 hadi 37. Mungu upewe sifa kwa yote. Nashukuru kwa neema na mafanikio. Nashukuru kwa kutuzungumza kwa wakati huu na kuruhusu neno hili liwe msaada kwa wote waliolisikia. Jina lako libarikiwe kwa kutatuongoza na kutujenga na kuruhusu kila atakayesikia limfariji kwa jina la Yesu. Amen. Ulikuwa ukisikia neno la Mungu kutoka njia iendayo uzimani. Mungu akusaidie. Bye.